Nitaenda kuelezea vizuri namna gani mtu atapiga mswaki kwa ufanisi, kwa sababu inawezekana kabisa mtu akawa anapiga mswaki lakini asipige mswaki kwa ufanisi. Hii ni mfano wa meno ambayo yako mdomoni mwako. Hili ni taya la juu na hili ni taya la chini. Meno mdomoni yana sehemu tatu ambazo huwa zinaonekana. Kuna hii sehemu ya nje, kuna hii sehemu ya kutafunia chakula, lakini kuna sehemu ya ndani huku ndani. Kwa hiyo tunasema ili mtu apige mswaki vizuri, lazima mswaki huo umepita jino kwa jino na umepita sehemu zote tatu ambazo nimezionyesha. Kwa hiyo endapo ukipiga mswaki ukawa umepiga tu sehemu ya nje, labda ukapiga na sehemu ya kutafunia, ukasahau huku ndani, utakuwa hujapiga mswaki kwa ufanisi unaotakiwa. Au endapo umepiga mswaki ukapiga vizuri sehemu zote, lakini meno ya mwisho huku juu ukasahau, huku juu nje ukasahau kupeleka mswaki vizuri huku mwisho, unakuwa hujapiga mswaki kwa ufanisi. Na tunashauri unapopiga mswaki uende systematic. Unaweza ukaanza taya la chini, ukaanza nje, ukapiga mswaki ukawa unasugua. Na staili ya kupiga mswaki tunashauri uwe unapiga kwa kuzungusha. Aina ya mswaki wa kutumia, mswaki uwe na brush ambazo ni laini. Brush zisiwe ngumu, ziwe laini. Lakini unapopiga mswaki unaanza nje, labda tuseme umeanza taya la chini, unaanza kusugua vizuri nje, unasugua jino kwa jino, jino kwa jino. Na staili ya kupiga mswaki tunashauri wewe unapiga kama kwa kuzungusha, usipige ile hivi. Ukipiga hivi pia ina athari. Kuna athari inasababisha shida nyingine kwenye meno ambayo tunaweza tukaelezea siku nyingine. Kwa hiyo piga kama kwa kuzungusha hivi. Napiga taratibu, 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 taratibu. Unamalizia jino la mwisho. Ukimaliza hapo, unakuja sehemu ya juu ya kutafunia. Unapiga vizuri, piga vizuri mpaka jino la mwisho hapa. Ukimaliza hapo, unaingia humu ndani. Safisha vizuri humu ndani, jino kwa jino bila kurukwa jino. Hakikisha kwamba kila jino systematic. Unaanzia hapa, unaishia huku. Unaanzia hapa, unaishia huku. Unaanzia hapa, unaishia huku. Ukifanya hivyo, unakuwa umetembea jino kwa jino na hujaruka jino. Ukimaliza taya la chini, unahamia juu. Na kisha mswaki umeenda vizuri huku mwisho kabisa. Unaanza kusafisha huku mwisho, taratibu wa kuzungusha kama nilivyosema. Unakuja mpaka mwisho hapa. Ukifika mwisho hapa, unaingia ndani. Unaingia sehemu ya kutafunia. Sehemu ya kutafunia na yenyewe unaisafisha vizuri. Unasafisha vizuri. Unakuwa umemaliza sehemu ya kutafunia. Mwisho unaingia ndani na yenyewe unapita jino kwa jino systematic kutoka hapa unaishia hapa. Ukifanya hivyo, sehemu zote za jino zinazoonekana zinakuwa zimepitiwa vizuri na mswaki. Kuna mtu mwingine huwa anakuwa na haraka sana, hata dakika moja tu haijaisha ameshamaliza kupiga mswaki. Hiyo kitaalam sio rahisi ukao umesugua meno yako kwa ufanisi. Tumia angalau dakika zisizopungua 3 kusafisha meno yako vizuri. Ukimaliza hiyo, unasugua na ulimi. Sehemu ya juu ya ulimi huwa tunashauri iwe inasuguliwa pia na mswaki. Unasafisha vizuri sehemu ya juu ya ulimi. Ukimaliza hivyo, tunashauri lile povu ambalo
huwa linatokana dawa mswaki, usisukutue. Kuna wengine akishamaliza kubrush hivyo anasukutua sana, yani kuhakikisha kwamba povu lote linatoka. Usifanye hivyo, kwa sababu ile povu, dawa za mswaki huwa zina madini ya fluoride. Yale madini huwa yanasaidia kuimarisha meno, na tunatamani yale madini usiyaondoe mdomoni. Ukimaliza kusafisha vizuri, tema vizuri povu lote, basi jisafishe uso nje vizuri, basi unakuwa umemaliza kupiga mswaki kwa ufanisi.